Mjambo na habari za mchana, wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info popote pale mlipo, kwa ndani ya uwanja wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi tunakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya mchana leo kwa tarehe 8 Julai mwaka 2026. Na katika toleo letu la leo tutakuletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi, ikiwemo taharuki inayoripotiwa katika maeneo ya Lubero, Kabare na Goma, maendeleo kuhusu miundombinu muhimu katika eneo la Beni, pamoja na taarifa za hivi karibuni kuhusu mlipuko wa ugonjwa wa Ebola unaendelea kuwasili baadhi ya maeneo mashariki mwa nchi. Pia tutakuletea habari za kisiasa, diplomasia na matukio mengine muhimu yanayogusa maisha ya wananchi. Basi endelea kubaki nasi hadi mwisho wa taarifa ili upate habari zilizoandaliwa kwa makini, usahihi na weledi na timu nzima ya Kivu News Info. Mimi ni Teloje Longa, na basi kama ndio tulikuwa tu mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla chochote kile ningekomba na kusiku kitu kimoja, hakikisha umesubscribe, like, comment na kushare. Na kwa lugha nyingine nasema kujabone, kuemea vile vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuichagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Basi karibu tukupashe. Hali ya taharuki imeongezeka tena katika wilaya Lubero mkoani Kivu Kaskazini baada ya kuripotiwa kuongezeka kwa harakati za kijeshi za wapiganaji wa waasi wa M23 katika maeneo mbalimbali ya mstari wa mbele wa mapambano. Taarifa hizo zimevuta matumaini ya wananchi wengi waliokuwa wakiamini kuwa hali ya usalama imeanza kutegemea baada ya miezi kadhaa za mvutano wa kijeshi. Kwa mujibu wa vyanzo vya kijamii pamoja na vyanzo vya usalama vilivyopo eneo hilo, katika siku za hivi karibuni kumeshuhudiwa mstari wa magari pamoja na vikosi wapiganaji wa waasi wa M23 wakisafirisha silaha nzito, silaha na msaada wa vifaa vingine vya kijeshi kuelekea maeneo yanayokaliwa na mapambano. Hatua hiyo imezua hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa Lubero, hasa kwa sababu mwezi Machi mwaka huu kulikuwa na taarifa zinazoonyesha kuwa kupungua kwa uwepo wa baadhi ya vikosi vya M23 katika maeneo hayo. Wananchi wengi walikuwa wameanza kurejea katika shughuli zao za kila siku wakiamini kuwa mapigano yamepungua. Hata hivyo, kuongezeka tena kwa wanajeshi na vifaa vya kivita kumebadili kabisa hali hiyo. Rais wa asasi za kiraia katika wilaya Lubero, Muindo Tafuteni, amethibitisha kuwa M23 imeimarisha nafasi zake katika maeneo ya Kichimbiro, Alimbongo, Mbingi, Boulesa pamoja na Katiku. Kwa mujibu wake, aliyomeongeza hofu kubwa kwa wananchi ambao sasa wanaamini kuwa mapigano pia yanaweza kuzuka wakati wowote. Muindo Tafuteni amesema kuwa wakazi wengi wameanza kuyama makazi yao kwa tahadhari, wakimbia maeneo yanaonekana kuwa salama zaidi kama Kipese, Alimbongo na Kasungo. Familia nyingi zimeondoka zikiwa na mizigo michache tu, wengine wakitembea kwa mguu wakitafuta sehemu salama kwa ajili ya watoto wao, wanawake na wazee. Kwa mujibu wa viongozi wa kijamii, kuimarishwa kwa nafasi za waasi wa M23 kunatafsiriwa kama maandalizi ya mashambulizi mapya katika maeneo ya Lubero. Wananchi wanaeleza kuwa wanatarajia kuona wapiganaji wao kipunguza uwepo wao kufuatia juhudi mbalimbali za diplomasia zinazolenga kurejesha amani mashariki mwa nchi ya kidemokrasia ya Kongo. Badala yake wameendelea kushuhudia ongezeko la wanajeshi pamoja na silaha nzito katika mstari wa mbele. Kutokana na hiyo, idadi ya watu wanakimbia makazi yao inaendelea kuongezeka kila siku. Maeneo yanayopokea wakimbizi wa ndani yanakabiliwa na changamoto kubwa za kibinadamu, ikiwemo uhaba wa chakula, maji safi, dawa, huduma za afya na malazi. Mashirika ya misaada yanahofia ikiwa mapigano mapya yatazuka, idadi ya watu wanaohitaji msaada itaongezeka zaidi. Wananchi wa Lubero wanaendelea kuishi katika hali ya wasiwasi mkubwa. Wengi wao wameacha mashamba, biashara na shughuli nyingine za kujipatia kipato kwa hofu ya usalama wao. Wakazi pia wanaeleza kuwa watoto wameshindwa kuendelea na kutokana na mazingira ya taharuki na utawala katika maeneo hayo. Hadi sasa kuna taarifa rasmi zinazothibitisha kuanza kuwa mapigano mapya. Hata hivyo, kuongezeka kwa vikosi na vifaa vya kijeshi katika maeneo ya mstari wa mbele kunaendelea kuongeza hofu kubwa kwa hali ya usalama inaweza kuzorota zaidi katika siku zijazo. Maendeleo ya hali inaendelea kufuatiliwa kwa karibu, kwa wananchi wakitoa wito kwa pande zote zinazohusika kuweka mbele maslahi ya raia, kulinda maisha ya wananchi wasio na hatia na kutoa nafasi kwa juhudi za amani ili kuzuia maafa mapya ya kibinadamu katika wilaya ya Lubero na maeneo mengine ya Kivu Kaskazini.
Hali ya taharuki ilitawala siku ya jana Jumanne tarehe 7 Julai katika mji wa Kavumu ulipo ndani ya wilaya Kabare mkoani Kivu Kusini baada ya milio ya risasi kusikika mara kwa mara kuanzia asubuhi hadi jioni. Sababisha hofu kubwa miongoni mwa wakazi, ikivuruga shughuli za kijamii na kichumi na kuwafanya watu wengi kubaki majumbani mwao wakihofia usalama wao. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa wakazi wa eneo hilo, milio ya risasi ilianza kusikika mapema sana asubuhi. Kadiri siku ilivyoendelea, milio iliendelea kusikika kwa vipindi katika maeneo mbalimbali ya Kavumu, wafanya wananchi kushindwa kuelewa kinachoendelea na kuongeza hofu kwamba huenda mapigano mapya yangekuwa yanakaribia. Mashuhuda mbalimbali wanaeleza kuwa milio iliendelea kusikika hadi mwisho wa alasiri, ingawa hadi sasa chanzo halisi cha risasi hizo hakijafahamika rasmi. Kurudiliwa kwa milio hiyo kulitosha kuwatia hofu wakazi wengi ambao chagua kusalia ndani ya nyumba zao badala ya kuendelea na shughuli za kawaida. Katika soko la kituo cha biashara cha Kavumu ambacho kwa kawaida huwa na shughuli nyingi za kibiashara, maduka mengi hayakufunguliwa kabisa, huku wengine wakifunga mapema kuliko kawaida. Wafanyabiashara walieleza kuwa waliamua kusitisha shughuli zao kwa hofu ya usalama wao na wateja wao. Familia nyingi zilijifungia majumbani, huku wakazi wakizuia watoto kutoka nje. Barabara zilikuwa na shughuli nyingi, zilionekana kuwa tulivu sio kawaida, kwani watu walipuka safari ambazo hazikuwa na lazima wakisubiri hali ya usalama itulie. Vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa kulionekana harakati zisizo za kawaida za wanajeshi wa waasi wa M23 katika baadhi ya maeneo muhimu ya Kavumu, ingawa kuna taarifa rasmi zinazounganisha harakati hizo na milio ya risasi iliyosikika. Uwepo huo umeongeza wasiwasi kwa wananchi ambao tayari wanaishi katika mazingira ya ukosefu wa usalama kwa miezi kadhaa. Maeneo ya Karanda na Bulikiro wanatajwa kuwa miongoni mwa maeneo yaliyoathirika zaidi na hali hiyo. Shughuli za masoko madogo, huduma mbalimbali pamoja na baadhi ya watu walishindwa au kusimamishwa kwa muda kutokana na tahadhari ilikuwepo. Majira saa 9 alasiri, milio mingine ya risasi ilisikika tena katika mji wa Kavumu. Tukio limebua taharuki mpya ambako watu walikuwa bado wanaendelea na shughuli zao, walikimbia wakitafuta maeneo salama. Baadhi ya maduka yaliokuwa yamefunguliwa yalifunga mara moja, huku usafiri wa ndani ukipungua kwa kiwango kikubwa. Hadi kufika usiku ulipoingia, hali ya tahadhari inaendelea kutawala katika vitongoji mbalimbali vya Kavumu. Wakazi wengi waliendelea kusubiri taarifa rasmi kutoka kwa mamlaka ili kufahamu kilichosababisha milio hiyo ya risasi na kama kulikuwa na madhara yote yaliyotokea na tukio hilo. Hata hivyo, hadi kufika jioni ya siku hiyo hakukuwa na tamko rasmi kutoka kwa vyombo vya serikali au vyombo vya usalama linaloeleza chanzo cha milio hiyo. Kukosekana kwa taarifa rasmi kunaendelea kuzorotesha, kuongeza maswali na wasiwasi kwa wananchi wanaokabiliwa na hali ya ukosefu wa usalama katika maeneo mbalimbali ya wilaya ya Kabare. Nimekumbusha kuwa katika miezi hivi karibuni vijiji na maeneo ya kadhaa ya wilaya ya Kabare imekuwa ikikumbwa na matukio yanayofanana na haya, hali iliyosababisha kufungwa kwa biashara, kusimama kwa shughuli za kiuchumi na kuhama kwa baadhi ya wananchi kwenda maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi. Wananchi wa Kavumu sasa wanatoa wito kwa mamlaka husika kutoa maelezo haraka kuhusu kinachotokea pamoja na kuchukua hatua za kuimarisha usalama na ili kurejesha utulivu na kuwezesha wakazi kuendelea na shughuli zao za kila siku bila hofu. Wakati huo maendeleo ya hali hiyo yanaendelea kufuatilia kwa karibu, huku wakazi wakisalia katika tahadhari kusubiri kujua iwapo hali ya usalama itaimarika au la. Hali ya wasiwasi inaendelea kutawala katika mji wa Goma mkoani Kivu Kaskazini baada ya taarifa kuripotiwa kuwa zaidi ya vijana 15 walikamatwa siku ya Jumanne tarehe 7 Julai katika maeneo mbalimbali yanayozunguka kambi ya zamani ya kijeshi ya Katindo. Tukio hilo limeacha wazazi na familia nyingi katika hofu kubwa, huku wakihofia kuwa vijana hao wanaweza kuandikishwa kwa nguvu ndani ya safu za waasi wa M23. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani vya eneo hilo, vijana hao walikamatwa na askari wa polisi wa waasi wa M23 walikuwa wakifanya doria katika maeneo yanayopakana na kambi ya Katindo ambayo kwa sasa itumiki rasmi kama kambi ya kijeshi. Operesheni hiyo ilifanyika katika saa za mchana na kuendelea hadi jioni, huku vijana wengi wakichukuliwa kutoka mtaani bila maelezo ya wazi kuhusu sababu za kukamatwa kwao. Mashuhuda wanasema kuwa miongoni mwa maeneo yaliyoathirika zaidi ni barabara Salongo 3 Katoi karibu na mpaka wa Robo ya Mabanga kaskazini pamoja na eneo la Kasika karibu na taasisi ya Mugunga. Katika maeneo ya askari walikuwa wakisimamisha vijana walikuwa wakitembea kwa miguu waliokuwa wakitoka kwenye shughuli zao za kila siku au kuwapeleka kusikojulikana. Baadhi ya wakazi wanaeleza kuwa tukio lilizua taharuki kubwa, huku watu wakikimbia kujificha mara walipoona vikosi hivyo vikianza operesheni ya kuwakamata vijana. Wengi lazimika kuwaficha watoto wao ndani ya nyumba zao kwa hofu ya kukamatwa. Familia nyingi zinasema hadi sasa haijui walipopelekwa vijana hao. Wazazi wanaendelea kutafuta taarifa kutoka kwa ndugu, majirani na watu wanaoweza kuwaona, lakini bila mafanikio. Kutoweka kwa
taarifa rasmi kuhusu hatima ya vijana hao kumeongeza huzuni na wasiwasi mkubwa katika jamii hii. Chanzo kimoja cha eneo hilo kimeeleza kuwa hofu kubwa ya familia hiyo sio tu kukamatwa kwa vijana hao, bali ni uwezekano wa kupelekwa kwa nguvu katika makambi ya kijeshi ya waasi wa M23 ili kushiriki katika mapigano. Ingawa kuna uthibitisho rasmi kwamba vijana hao wameandikishwa ndani ya kundi hilo, wakazi wengi wanaamini kuwa mazingira ya kuwakamata kwao yanazua maswali mengi. Katika miezi ya hivi karibuni kumekuwa na taarifa mbalimbali kutoka kwa maeneo yanayodhibitiwa na waasi wa M23 zikieleza kuhusu operesheni za kuwakamata vijana, jambo ambalo limeendelea kuongeza hofu miongoni mwa wananchi. Wengi wa vijana sasa wameepuka kutembea bila sababu za msingi, huku baadhi ya familia zikichagua kuwapeleka watoto wao kwa ndugu walioko maeneo mengine yanayoonekana kuwa salama zaidi. Mashirika ya kutetea haki za binadamu yamekuwa yakisisitiza mara kwa mara umuhimu wa kulinda raia, hasa vijana na watoto, wakati wa migogoro ya silaha. Sheria za kimataifa na za binadamu zinakataza kuwalazimisha raia kushiriki katika vita au kuwaingiza kwa vurugu katika makundi yenye silaha. Hadi kufika sasa hakuna tamko rasmi kutoka kwa waasi wa M23 linaloeleza sababu za kukamatwa kwa vijana hao, mahali walipopelekwa, iwapo watachiliwa huru. Ukosefu wa taarifa hizo unaendelea kuongeza hofu kwa familia nyingi ambazo bado zinawasaka watoto wao na kusubiri kuwa matumaini kuwapata habari kuhusu usalama wao. Maendeleo ya tukio yanaendelea kuwafuatilia kwa karibu, huku wakazi wa Goma wakitoa wito kwa mamlaka husika na wadau wa kibinadamu kuhakikisha haki ya raia zinalindwa na kutoa ufafanuzi kuhusu hatima ya vijana waliokamatwa. Wakazi na watumiaji wa barabara katika sekta ya Rwenzori katika wilaya Beni mkoani Kivu Kaskazini waendelea kutoa kilio cha kuomba msaada kutokana na hali mbaya ya barabara ya Mwenda Kikingi ambayo imeharibika kwa kiwango kikubwa na kufanya usafiri kuwa mgumu. Barabara hiyo yenye urefu wa takriban kilomita 27 na ni moja njia muhimu inaunganisha maeneo kadhaa sekta hiyo, lakini kwa sasa imekuwa karibu kupitika kutokana na uharibifu mkubwa. Shirika la Universal Society Civile Congolaise katika sekta ya Rwenzori imetoa tahadhari kubwa. Hali hiyo inaendelea kuathiri maisha ya wananchi kila siku. Kwa mujibu wa shirika hilo, athari za barabara hiyo hazihusiani tu na usafiri, bali pia zinagusa biashara, huduma za jamii, usalama na maendeleo ya eneo lote. Kwa sasa, kutokana na kuharibika kwa sehemu ya Mwenda Kikingi, mawasiliano ya moja kwa moja kati ya mji wa Mutwanga na Watalinga yamekatika kabisa. Madereva wengi wameacha kutumia njia kwa sababu magari hayawezi kupita kwa urahisi. Magari machache yanajaribu kupita ulazimika kutumia muda mrefu njiani, wengine wakikwama kwenye matope na mashimo makubwa yanayotanda katika barabara hiyo. Kutokana na hiyo, wafanyabiashara wamejikuta kikabiliana na hasara kubwa baada ya kutumia njia fupi kati ya Mutwanga na Watalinga. Sasa wanalazimika kupita mzunguko mrefu kupitia mji wa Beni. Safari inaongeza gharama za muda wa usafiri na gharama za usafirishaji wa bidhaa. Wafanyabiashara wengine, kwa kushindwa kuhudumu gharama hizo, wameamua kuuza bidhaa zao kwa bei ya chini katika mji wa Kasindi ili kuepuka hasara kubwa zaidi. Hali imeathiri mapato yao na kusababisha kupanda kwa bei za bidhaa katika maeneo mengine ambayo hayawezi kufikiwa kwa urahisi. Baada ya sasa za kiuchumi, viongozi wa jamii wanaeleza kuwa uharibifu wa barabara hiyo pia unazofisha juhudi za kuimarisha usalama katika eneo la Rwenzori. Kwa kuwa sehemu hiyo imekuwa vigumu kupitika, vyombo vya dola vinapata shida kufika kwa haraka pale panapotokea tukio la kiusalama. Mratibu wa Universal Society Civile katika sekta ya Rwenzori, Maleki Mulala, amesema kuwa hali hiyo imeleta changamoto kubwa kwa vikosi vya usalama. Ameeleza kuwa iwapo kutatokea tukio la dharura katika eneo la Kikingi, askari watalazimika kuzunguka kupitia Kamango ili kufika huko, jambo linalopoteza muda muhimu ambao ungeweza kutumika kuokoa maisha na kurejesha usalama. Ameongeza kuwa hata katika shughuli za kawaida za polisi changamoto hizo zinaonekana wazi. Kwa mfano, mtumiwa anakamatwa Kikingi hawezi kufikishwa moja kwa moja hadi Mutwanga kwa sababu ya ubovu wa barabara, na hivyo lazimika kupitishwa katika njia ndefu yenye gharama kubwa na inachukua muda mwingi. Kwa mujibu wa Muleki Mulala, hali hiyo imekuwa kikwazo kikubwa si tu kwa usalama, bali pia kwa huduma za afya, elimu na shughuli nyingine za kijamii. Wagonjwa wanahitaji kupelekwa hospitalini kupata huduma mkubwa wa kusafirishwa, huku wanafunzi na walimu wakabiliwa na changamoto za kufika mashuleni katika baadhi ya maeneo. Ikumbuke kuwa kazi za ukarabati wa barabara ya Mwenda Kikingi zilizinduliwa mwezi Januari mwaka 2025 kwa matumaini ya kurejesha hali nzuri ya usafiri katika eneo hilo. Hata hivyo, hadi sasa kazi hizo zimesimama kabisa. Kampuni inayotekeleza mradi huo imeeleza kuwa imesimamisha shughuli hizo kutokana na changamoto kubwa za kiufundi pamoja na ukosefu wa fedha za kuendelea na ujenzi. Kampuni hiyo imeweka wazi kuwa kazi inaweza kuanza tena
pale tu mamlaka husika zitapotoa fedha zinazohitajika ili kukamilisha mradi huo. Wananchi wa Rwenzori sasa wanatoa wito kwa serikali na wadau wa maendeleo kuhakikisha upatikanaji wa fedha kwa ajili ya kuendelea na ukarabati wa barabara hiyo. Wanasema kucheleweshwa kwa barabara hiyo ya Mwenda Kikingi kunahatarisha biashara, kuboresha huduma za kijamii, kurahisisha usafiri wa wananchi na kuimarisha operesheni za vyombo vya usalama katika eneo ambalo limekuwa likikabiliwa na changamoto ya kiusalama kwa muda mrefu. Maendeleo ya swala hili yanaendelea kufuatiliwa kwa karibu, kwa wakazi wakitumaini kuwa mamlaka zitachukua hatua za haraka ili kurejesha hali ya kawaida na kufungua tena njia hiyo muhimu kwa maendeleo ya sekta ya Rwenzori na wilaya ya Beni kwa ujumla. Mlipuko wa ugonjwa wa Ebola unaosababishwa na aina ya virusi ya Bundibugyo unaendelea kuwa tishio kubwa kwa afya ya umma nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa hivi karibuni ya mamlaka za afya iliyotolewa hadi tarehe 6 Julai inaonyesha kuwa idadi ya wagonjwa pamoja na vifo inaendelea kuongezeka katika mikoa ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kusini. Kwa mujibu wa takwimu hizo, hadi sasa jumla ya wagonjwa 1708 wamethibitishwa kuambukizwa virusi vya Ebola tangu mlipuko huo ulipoanza. Hii na ongezeko la wagonjwa 147 ndani ya kipindi cha wiki moja pekee, jambo linaonyesha kuwa maambukizi bado yanaendelea kusambaa katika baadhi ya maeneo yaliyoathirika. Kwa upande wa vifo, ugonjwa huo umegharimu maisha ya watu 518, ikiwa ni ongezeko la vifo 174 katika muda wa wiki moja. Takwimu hizo zinaonyesha kuwa Ebola bado ni ugonjwa hatari unaohitaji tahadhari kubwa kutoka kwa wananchi na juhudi endelevu kutoka kwa mamlaka za afya na washirika wa kibinadamu. Pamoja na hali ya kutia wasiwasi, kuna dalili za mafanikio katika matibabu ya wagonjwa. Hadi kufika tarehe 6 Julai, jumla wagonjwa 218 wamepona na kuruhusiwa kutoka katika vituo vya matibabu, huku wagonjwa 27 wakiongezeka kwenye kipindi hicho ndani ya wiki moja iliyopita. Hata hivyo, changamoto bado ni kubwa, kwani wagonjwa 618 wanaendelea kupatiwa matibabu katika vituo mbalimbali vya afya vinavyotengwa kwa ajili ya kukabiliana na Ebola. Timu za madaktari na wahudumu wa afya zinaendelea kufanya kazi usiku na mchana ili kuhakikisha wagonjwa wanapata huduma zinazostahili na kuzuia maambukizi mapya. Upande mwingine wa maeneo yaliyoathirika, mkoani Ituri unaendelea kuwa kitovu kikuu cha mlipuko huo. Mamlaka za afya zimetangaza kuwa eneo la afya la Bonga lopo Ituri sasa limeongezwa rasmi kwenye orodha ya matukio yaliyoathirika na ugonjwa huo baada ya kugunduliwa kwa wagonjwa wapya. Katika Kivu Kaskazini na Kusini, timu za afya zinaendelea kufuatilia kwa karibu hali ya maambukizi, huku zikiimarisha uchunguzi wa wagonjwa, utoaji wa huduma na matibabu na kampeni za uelimishaji wa wananchi kuhusu namna kujikinga dhidi ya Ebola. Mamlaka za afya zinaeleza kuwa moja silaha muhimu katika kupambana na ugonjwa huu ni kufuatilia watu wote waliokutana na wagonjwa waliothibitishwa kuwa na Ebola. Hadi sasa kiwango cha ufuatiliaji wa watu waliokuwa wamewasiliana na wagonjwa kimefika 17.2. Lengo la hatua ni kugundua mapema mtu yeyote anayepata dalili apate matibabu ya haraka na kuzuia kusambaa kwa maambukizi katika jamii hii. Wataalamu wa afya wanaendelea kusisitiza umuhimu wa kushirikiana kwa wananchi katika mapambano dhidi ya Ebola. Wanahimiza wakazi wa maeneo yaliyoathirika kutoa taarifa mara baada wanapoona mtu mwenye dalili zinazoweza kuashiria ugonjwa huo, ikiwemo kuhoma kali, kutapika, kuharisha, uchovu mkubwa, maumivu ya mwili na kutokwa damu kwa njia zisizo za kawaida. Wananchi wanahimizwa kuzingatia kanuni za usafi, kunawa mikono mara kwa mara kwa maji safi, sabuni, kuepuka kugusa wagonjwa bila vifaa vya kujikinga na kufuata maelekezo yanayotolewa na wahudumu wa afya. Mamlaka za afya zinaendelea kuimarisha ufuatiliaji katika mipaka, vituo vya afya na maeneo yenye mikusanyiko mikubwa ya watu ili kubaini mapema visa hivyo. Pia zinaendelea kufanya kampeni za uhamasishaji kupitia viongozi wa kijamii, makanisa, redio za kijamii na wadau mbalimbali ili kuongeza uelewa kuhusu njia ya kujikinga na ugonjwa huo. Wakati juhudi za kudhibiti mlipuko zikiendelea, serikali pamoja na washirika wake wa sekta za afya wanaendelea kuhimiza wananchi kutokuwa na hofu, bali kushirikiana na wahudumu wa afya kwa kutafuta hatua za kinga. Ushirikiano wa kijamii unaelezwa kuwa njia muhimu zaidi ili kudhibiti kuenea kwa Ebola na kulinda maisha ya wananchi katika maeneo yaliyoathirika zaidi. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Kivu News Info, ni hapo ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya mchana wa leo, ikiwa ni tarehe 8 Julai mwaka 2026. Tunashukuru sana kwa kuendelea kutuchagua kuhabarishwa nasi. Tunaahidi kuendelea kuwaletea habari za kweli zilizothibitishwa na kuwasilishwa kwa weledi, haraka na bila upendeleo. Vile vile usisahau kutufuatilia kupitia kurasa zetu zote za mitandao ya kijamii na kusajili kwenye channel yetu ya Kivu News Info, kuwasha alama kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zote kila wakati. Vile vile kwa maoni, mapendekezo
taarifa za habari kutoka eneo lako, unaweza kuwasiliana na timu nzima ya Kivu News Info. Mimi ni Teloge Longa, na kwa niaba ya timu nzima ya Kivu News Info nakutakia mchana mwema, shughuli njema na kila laheri. Asanteni sana kwa kutuamini. Kukutane tena katika taarifa zetu zijazo. Bye bye na chao.